Wito wetu ni kusema tukue na amani. Tunatuona sisi wote hapa tuko ndani. Washefu kutimia wote ambao unaona hapa ni wadeplase. Hii ni MTV inayokutangazia kwa njia ya mitandao kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo hii tarehe 30 Mei 2025. Jina langu ni Oster Malivika, nitakayekutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa taifa la Kongo, ambako leo kumeshuhudiwa baridi na sehemu nyingine hata mvua, lakini vile vile sehemu nyingine nako kukiwa tu joto na jua ndogo ndogo. Fahamu kwamba kwa sasa waweza kutufata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X @MTV DRC, LinkedIn unaweza kututafuta kwenye MTV News, pamoja na radio shirika, yani radio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini, mashariki mwa taifa la Kongo. Taarifa kuu usiku wa leo ni Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aendelea na mazungumzo na watu mbalimbali mjini Goma. Kama tungepata amani na turudie makwetu, inaweza kutufurahisha zaidi. Wakazi wa magharibi mwa mji wa Butembo walishuhudia leo tarehe 30 mlio wa risasi na silaha kubwa kubwa usiku wa leo. Ni kwa sababu wanawachokoza na wakita wasambaza wanaachilia operation kuliko wamalizike, wanahama maeneo ambao walishambuliwa, wanaenda kwingine Bila kupoteza muda, taarifa zetu za njia katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, eneo ambalo linadhibitiwa na M23, ambako Rais Joseph Kabila ameingia kwa siku yake ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja na wakazi kupitia vikundi mbalimbali mjini Goma, ambako amepatikana kwa sasa. Baada ya kukutana na viongozi wa kidini hapo jana, Joseph Kabila leo Ijumaa tarehe 30 amekutana na viongozi wa kijadi, yani viongozi wa kiasili. Mwami Kalinda ni mmoja wa walioongoza timu kubwa la viongozi wa kiasili waliokutana na Rais mstaafu Joseph Kabila. Ya kuona Rais mstaafu Joseph Kabila, mmezungumza nini na kitu gani pengine umempa kama pendekezo? Kama tumeweza kuzungumza naye, ameweza kutuita. Sisi tulisikia kama iko hapa Goma, na tukakuwa na ile huba ya kusema tujue ni nini imeweza kumuleta hapa Goma. Effectivement wakati aliweza kutuita, tukaweza kukutanana, tukaongea, tukasema ndio sharti twende tumuone, tuzungumze naye, tujue ni kwa nini yeye amefika. Na ndani ya mazungumzo yake effectivement ameweza kutuambia ameweza kufika hapa ni kuona kama mambo haiendeke na inafaa akuwe na mazungumzo na watu, na ndio vile tumeweza kuzungumza. Meila ameweza kutupa promesa kusema wakati atamaliza kuzungumza na watu ataweza kutuitisha tena tuweze kujua nia yake ni gani na kitu gani yeye ataweza kufanya kwa kuweza kusaidia nchi yetu, hii province yetu, kusudi kuwe na amani. Na wito wenu ni nini? Wito wetu ni kusema tukue na amani. Tunatuona sisi wote hapa tuko ndani. Washefu kutimia wote ambao unaona hapa ni wadeplase. Ni wadeplase deke. Hakuna mshefu kutimia mwenye kuwa ndani ya mgini yake. Hakuna. Na kati ya wale washefu kutimia kuna wengi wameweza kufariki, kuna wengine wameweza kupigwa masasi. Kama hata mzee hapa ni chef de groupement wa Kibabi. Waliweza ingia kwake nyumbani kwake, wakampika masasi miguu yote mbili. Napigwa masasi, mkono unapigwa masasi. Unaona hali ya vile sisi wasefu kutimia hatuwezi itika watu waishi ndani ya ile. Asante. Nia yetu ni kusema watu wawe na amani, kila chef kutimia arudi kwake. Asante sana. Vita imalizike. Viongozi hao wakiomba rais mstaafu kuwapa amani na usalama wakazi wote ambao kwa sasa wengi ni wakimbizi wa ndani katika taifa lao. Hapa anavyozungumza Mwami Ngendo Muhambura Albert kutoka Mfupi Kibabi, eneo la Bahunde, wilayani Masisi. Kwa hiyo sana kuonana naye sababu ni siku nyingi. Aliko hii ilikuwa situ kama tunaweza kumwambia juu ya ukosefu wa amani. Hatuna amani. Ile ukosefu wa amani inaacha sisi wa kutimia tunazagara ndani ya Goma. Ni sawa vile mimi niko hapa. Niliweza kupoteza bibi yangu, kisha kumpoteza juma mbili wakaniingilia,
wakanipiga masasi ndani ya miguu, kisha wakanivunja mkono, na ile yote naangalia ni shida ya ukimbizi ndio inaletwa hivi. Sino vraiment kama tungepata amani na turudie makwetu inaweza kutufurahisha zaidi. Na kuhusu mizozo ya ardhi, labda mmependekeza kitu kwa rais? Mzozo ya ardhi, mtu anaweza kusema juu ya ardhi ni wakati iko kwa kutere, ni wakati deja mtu iko kukimbizi, mtu hawezi kusema zaidi juu ya ardhi, sababu tuko wakimbizi. Inafaa turudie kwa ardhi, na wa viongozi wa sasa wajue mamlaka ya sie wa chef kukimie, sababu kwenye tuko tanto tunasikia wametia kama wa chef de cellule, wametia kama siwe ba chef de siwe namna gani, ile inatogopesha, tunakosa namna ya kurudia makwetu sie wa chef kutimia. Unawaza je, kukua hapa Goma itachangia nini? Hii kukua hapa Goma ya nani? Ya Rais Joseph Kabila. Mchango yake ni mingi. Tuliweza kuheshi naye muda wa miaka 18. Ile miaka 18 ikiwa naweza kutufanyizia nguvu tuheshi sawa vile tuliishi mbele, inaweza kuwa tafadhali, sababu tulikuwa na amani wakati huo.